ni zaburi ya kwanza kabisa. A very fast Anasema mtu yule ambaye anapenda maneno ya Mungu. He says the one who loves the words of God, maneno ya Mungu, who has chose the words of God. Anasemaje? Anasema mstari wa 3 ya zaburi ya kwanza. What is saying the first? Anasema naye atakuwa kama mtu uliopandwa Says will be like the tree kando ya vijito vya maji, besides uzao matunda yake kwa majira yake, will bear the fruits of the wala time. jani lake halinyauki, Not the leaf get na dry. kila litendalo litafanikiwa. And whatever you do is might prosper. Haleluya. Hallelujah. Kila litendalo litafanikiwa, Whatever you do might kwa prosper. sababu amepandwa kando ya mto. For you have been planted beside the Penda streams kuwa of kando ya mto, You should love to be besides the river, na kando ya mto ni karibu na neno la Bwana. and that's near the word of God. Yache neno la Bwana litawale maisha yako. So let the word of God run in your life, Utafanana na mti uliopandwa kando ya mto. and you'll be like the tree which has been planted Utazaa beside the matunda kwa wakati wako, You will bear fruits at your time, wala hakuna kitakachokuzuilia wewe. and nothing shall hinder you. Kama ni wakati wa kuinuka, utainuka. If it's a time for you to be lifted, you go Kama up. ni wakati wa kwenda mbele, utaenda If mbele. it's time for you to move forward, you move Kama forward. ni wakati wa kuzaa matunda, utazaa matunda. If it's time for you to bear fruit, then you Hakuna bear fruit. kitakachozuilia, Nothing shall kwa stop, sababu upo katika nguvu iwezeshayo. because you're in the power which should Kama never, vile mto na maji yake like the river and the water, ni nguvu iwezeshayo mti kukua. so that the power which should enable the tree to Nawe grow. unapokaa katika neno la Bwana, And as you stay in the word of nataka God, nikwambie upo katika nguvu I iwezeshayo. want to tell you that you're in the power which should Haijalishi never forces za namna gani zinakuja kinyume na It doesn't wewe. matter which forces are against you. Kwa majira yake utazaa matunda. At your time, you're going to bear Kwa fruit. majira yake utaenda juu au At your utarudi time, chini. you'll be exalted and never Kwa come sababu down. nguvu iwezeshayo Because of that power which should never ipo pamoja na wewe. It is with you. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Mchana wa leo naongea kwa kifupi So sana in this one, I'm just going to stop. I'm going to talk in brief kwa habari za Yesu Kristo. about Jesus Christ. Maana ndiye anayetuweka hapa. Because he's the one who keeps us here. Au umewekwa kwa kitu kingine? Or are you here for other reasons? Tumewekwa na nini jamani? Nini kinatuleta hapa? So what brings us here? Tunawekwa na Yesu Kristo. Haleluya. It's only Jesus Christ who keeps Au us sababu here. tunaimba vizuri? Or is it because we sing good? Hapana, hata tunaimba vizuri kwa sababu ya Yesu Kristo. We even sing good because of Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Yeye ndiye anayetuweka mahali So he's hapa. the one who keeps us here. Na nataka tukumbushane kitu kidogo. I just want us to remind a little thing. Kwa nini Yesu Kristo alikuja? Why Jesus Kwa nini Christ came. alidhihirishwa? Why he was Katika mwili. manifest. Kwa nini alidhihirishwa? Why he was manifest. Kulikuwa na shida gani? What was the problem? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Basi tusome Yohana wa kwanza sura ya 3. Now let's read book of John chapter 1 verse 3. Unaweza kusoma kuanzia mstari wa kwanza. So you can read from the first verse. Nataka tusome ule mstari wa 8. But I want us to read verse 8 Kwanza wa 7. from verse 7. Anasema watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kazi zake tangu mwanzo, From the very yeye ni beginning kutenda nini? to sin. Hiyo ni kazi ya nani? Toka mwanzo yeye ni nini? From the very beginning he's a sin. Dhambi tu kwenda mbele, Just sin. yaani hana jema lolote kwake. Doesn't have anything good. Haleluya. Hallelujah. Lakini pia baada yani mwandishi akaona baada ya kuongea ibilisi akaona weke japo ni ameweka kwenye mstari mmoja ataka full stop kabisa kwamba ibilisi yameisha. So that was the full stop there. Akaja 8b sasa. So verse 8. The same verse 8b anasema kwa kusudi hili See that purpose? mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za So ibilisi. the Son of God was revealed to Hallelujah. destroy the work of the Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. The Son of God was revealed to grow and rebuild the Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, So everyone who was born of God kwa sababu has seen uzao wake wakaa ndani yake, uzao wa Yesu Kristo, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Haleluya.
Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. So the Son of God was revealed to break the works of the devil. Hallelujah. Hallelujah. Mwana wa Adam alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. So the Son of Man was revealed so as to break the work of the devil. Sasa wakati mwingine, Now some other times, kila mtu anajichomeka kwa namna yake. so everyone just get a space in his own way. Alienda magonjwa anakimbilia kusema alivunja magonjwa. So the Sawa. one with the diseases says that he was revealed to break the sicknesses. Ambaye yuko block anakimbilia, ambaye amefilisiana ana kitu anakimbilia kusema alikuja ili kuondoa nisiwe na ili haja kutokuwa na fedha iondoke. Ni sawa. So the one who was broke also say that he came to be revealed so that I may not be broke. That is true. Lakini mchana huu wa leo, But in this noon, nataka usipidi kidogo. Lakini mchana huu wa leo, but in this noon, nataka nikuonyeshe ile kazi moja nzito ya Yesu Kristo aliyoifanya, ambayo ukiikaa nayo vizuri hayo yote yameisha. I want to show you one heavy work that Jesus did for you, so that when you never buy with it, you got everything is going to be over. Hallelujah. Hallelujah. Hebu tusome tena Marko, napenda kuhubiri Marko 2. Now let's again read the Mark chapter 2. Marko 2 mstari wa 17. Mark chapter 2 verse 17. Biblia inasemaje? Sikia maneno haya. What does the Bible say about Jesus Christ? Anasema Yesu aliposikia aliwaambia, And when Jesus said it, he said to them, wenye afya hawahitaji tabibu, those who are well don't need a physician, walio hawawezi, bali walio hawawezi. but those who are sick. Sikuja kuwaita wenye haki, I came not to call the righteousness, bali wenye dhambi. but sinners. Hallelujah. Hallelujah. So Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye nini? do not call Wenye to dhambi. call. Kwa nataka mchana wa leo So wanted us in this noon umuone Yesu Kristo. to see Jesus Christ. Wakati mwingine leo tunafikiria alikuja kirahisi rahisi You sana, know, some other times we think that he came kama mwana kondoo wa Mungu azichukua dhambi za like the ulimwengu. Lamb of God who comes to take. Lakini nataka nikwambie kuzichukua dhambi haikuwa rahisi kama unavyofikiria. I want to tell you that walk was not easy as you think. Ilikuwa ni mapambano. It Haleluya. was fighting. Ilikuwa ni mapambano. It was a fight. Haleluya. Hallelujah. Ngoja niulize kama kuna ambaye asikii Kiswahili kabisa, ende nataka ni muda mfupi peke yake. Let me ask if there is anyone who doesn't understand Swahili, please put up your hand so that we can help you. Anahitaji tukalima na kazi imeisha jamani. Anyone who doesn't understand Swahili, put up your hand. I think there is one. Hata wakumsaidia tunatuacha. Tutumie muda peke yake. Bwana asifiwe sana. Niutumie muda peke yake dakika chache na msitaki nikuweke sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu akubariki mkalimani wangu. Anasema hivi, kwa sababu hiyo mwana wa Adamu, mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. Sasa kazi ya ibilisi ilikuwa ni nini? Ukisoma pale Mwanzo, ile sura ya 3. Sura ya 3 anasema hivi, wapenzi, sasa sisi mstari wa 2 tu wana wa Mungu, wanajadilishwa baada ya atakapokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Hizo ndo kazi za nani? Za ibilisi. Daima ni uasi. Na uasi unafahamu, uasi ni kufanya tofauti na kile kinachotarajiwa kufanyika. Yaani kama unatakiwa kwa mfano unakwambia fanya jambo hili, au katika nchi unapewa maelekezo ya kuenenda katika nchi, wewe unafanya tofauti, maanake wewe unageuka kwa nani? Kuwa mwasi, unaasi mamlaka ambayo ipo. Kwa hiyo Yesu anaposema tangu mwanzo yeye amekuwa akitenda dhambi, maanake tangu mwanzo shetani amekuwa ni mwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua neno dhambi, wakati mwingine unajua nimekuwa nafuatilia, wakati mwingine maneno mengi, sio wakati mwingine, mara zote Biblia ilipokuwa inaandikwa lazima iandikwe kwa lugha ambayo ipo watu wanaitumia, kwa sababu ingekuwa ni lugha ya mbinguni ndio imekuja wasingeielewa. Ndio maana maneno yote kubatiza kwa yote yamechukuliwa mle kwenye lugha wale kwa kutumia anointing. Ukiangalia niliwahi kufundisha hapa siku moja anointing, so kumbuka wale kuwepo wameshasahau kwamba kwa nini neno anointing lilitumika sana. Leo sielezee. Sasa the same dhambi
Dhambi ni nini? Biblia inasema dhambi ni mwasi. Na dhambi walipokuwa wanaitumia sana zamani hizo, wanasema kwamba walikuwa wakicheza mishale hizi dasi, unaporusha, nafikiri unafahamu, unakuwa na duara, alafu ukipata ile shabaha, maana you are okay, umepatia. Lakini ukirusha mshale ukichoma pembeni, you have sinned. Kwa nini sana? Maana umefanya nini? Tofauti, yani kwamba kuna duara, wala sasa kama anaporusha mishale inapoenda katikati amepatia. Lakini ule mshale ukichoma pembeni, maana yake amekosea. Hasa kukosea ni kwamba you have sinned, kwamba umekosea. Kwa hiyo na Biblia na neno Mungu lipokuja na kuandikwa, ikatumika lugha ambayo inaeleweka. Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu amesema enenda hivi, ukifanya tofauti you have sinned, maana yake umefanya nje ya duara. Haleluya. Sasa lile jamaa lenyewe siku zote ni kufanya nje ya duara. Yaani siku zote yeye ni kufanya nje ya kile ambacho Mungu amekusudia. Mungu alipowaambia kwamba siku mtakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa, yeye akawaletea story akasema Mungu amesema, anajua siku mkila mtafanana naye. Yaani yeye anapiga siku zote nje na amewapata wengi. Na hata Yesu alipokuja akasema njia ile ni pana, waionao ni nini? Ni wengi. Wanaoiendea ile njia ni wengi. Kwa sababu hata wacheza dafu wanafahamu kupata pale katikati shabaha sio kazi rahisi. Haleluya. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo, maana alikuja ili kuzivunja kazi za ibilisi. Alikuja ili kuzivunja kazi za ibilisi. Yale ambayo yanaonekana hayawezekani, tunaweza katika jina la Yesu Kristo. Wakati wanasema haiwezekani kuishi maisha ya utakatifu duniani, tunaishi maisha ya utakatifu kwa sababu Yesu Kristo alimshinda shetani. Haleluya. Wakati wanasema haiwezekani kumpendeza Mungu, tunaishi tukimpendeza Mungu, si kwa sababu ya akili zetu, lakini kwa sababu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Anasema sikuja kwa walio haki, wenye haki, bali nilikuja kwa wenye nini? Wenye dhambi. Kwa sababu hicho ndicho kilichomleta. Tulipokuwa dhambini, ndio maana Yesu akaja. Tusingelikuwa dhambini, Yesu asingelikuja, maana angekuwa hana kazi. Lakini mwana wa Adamu alishuka kutoka juu akiwa na kazi ya kufanya. Haleluya. Akiwa na kazi ya kufanya, nayo ni moja tu, kuturudisha kwenye mstari. Sema mambo haya yalikuwa yanafanyika kwa namna ya rohoni sana, kwa wakati mwingine walikuwa hawaelewi. Lakini wakati mwingine alipoonyesha kwamba anataka haki ya Mungu ifanyike, kumbuka wale waliokuwa wanafanya biashara kwenye hekalu waliofanya nini? Ndio utagundua kwamba Yesu alikuja kufanya nini. Haleluya. Maana alitengeneza kikoto, aliwashughulikia wale ambao wanasini, wale ambao wanarusha nje ya duara, aliwapumuta viboko. Wewe fikiria, wako wengi, kijana mdogo tu, maana pale aliruhusu uwezo wa kimungu uwe pamoja naye physically. Aliwapumuta viboko mpaka walishika dawa. Wewe unafanya mchezo, unafahamu madalali wewe, wanaafya. Watu wanaouza biashara wanafikiri kwanza wanafanya wanahela. Supu kabla hawajaanza biashara wamekula supu, mili imejaa, wameshiba kweli kweli. Lakini kikoto cha Yesu kiliwashughulikia wote. Haleluya. Kikoto cha Yesu kiliwashughulikia wote. Hata sasa nataka nikwambie, Yesu amekwisha maliza hiyo kazi. Shetani alishughulikiwa vizuri mno. Ameshughulikiwa vizuri mno. Ni wewe tu hujatambua na unahangaika. Ni wewe tu hujatambua. Laiti ungejua huyu jamaa, yani ungekuwa unamcheka, maana ameshughulikiwa na Bwana vizuri mno. Tunao ushindi katika jina la Yesu Kristo. Na Paulo akijua kwamba ushindi unao sio kawaida, akasema na tu washindi na zaidi ya washindi, sababu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Maana yule jamaa siku zote ni muuaji. Mambo mengi yanakufa katika maisha ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu jamaa yule yeye siku zote ni nini? Ni mpenda dhambi. Toka mwanzo yeye ni mpenda nini? Dhambi. Shetani toka mwanzo ni mwasi. Toka mwanzo ni mwasi. Ndio maana wale ambao hawajampata Yesu Kristo, ukishangaa ni waasi, hakuna cha kushangaza. Kwa unakuta mtu hajaokoka alafu malaya, unashangaa jamani, jamani, unashangaa nini? Mtu hajaokoka mwizi,
Eti unashangaa ya mtoto wa fulani ukimwona anafananaje? Hana Yesu, kwa nini asiibe? Kuvaa suti haimaanishi kwamba ndio hawezi kuwa mwizi. Unaweza kushangaa mtu amepiga suti vizuri kwenye daladala, kumbe anavizia watu wachomolee. Amevaa koti, uone fikiri tanashati, kumbe koti liko kazini. Kwa sababu pocket anaweka hapo kwake, anatulia. Kituo kinachofuata anashuka hata kama hajafika. Kwa nini? Kwa sababu bado jamaa yupo ndani yake. Ni muasi yupo ndani yake. Haleluya. Ukiona mtu haijalishi sio tu kwa sababu ameingia kanisani, lazima amruhusu Yesu Kristo, ile mikono ya Yesu Kristo iliyomshughulikia shetani, imshughulikie shetani katika maisha yako, ndipo unapokuwa huru sasa katika jina la Yesu. Unazaliwa upya. Na anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Unazaliwa na Mungu, ukishazaliwa na Mungu hutendi dhambi tena. Haleluya. Haiwezekani ukiwa hapa duniani lazima utende dhambi. Kabao tuliozaliwa na Mungu hatutendi dhambi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Manake kila tukirusha tumepata shabaha. Kila tukirusha tumepata shabaha. Sasa shetani anakudanganya, anataka akuelekeze mawazo kwa sababu jana tu kidogo mambo mabaya wakasirika kidogo, sasa unaona wewe ni shetani ndio ukasirika kidogo. Hata Paulo aliyokasirika hajawaita wa shetani, amesema wewe na hasira ila usitende dhambi. Maana ukitenda dhambi tu wewe ni ibilisi. Haleluya. Jua lisisho na amepotaka kupimwa. Unaruhusa kwenda dhambi saa 1 mpaka saa 12 jioni. Yaani ya kuwa na hasira saa 1 mpaka kuna bidii hiyo. Sema jua lisichwe, alafu bado uchungu moyoni mwako. Sasa hapo utakuwa wa yule jamaa. Mama mume wako amekuuzi leo mpaka kesho umenuna, wewe wa yule jamaa. Haleluya. Maana Paulo aliruhusu kidogo kwamba hadi saa 12 umefanya nini? Umetulia, lakini wewe umelala, umeamka tena Bwana asifiwe. Huyu anasema sio wewe tena, ni yule muasi siku zote anamuasi mume wako bila wewe kujua. Au Mungu amenuna tumenunia mke wako siku nzima. Hata sijaokoka, ndugu yangu mmoja yeye kutoka kwenye ndoa. Unajua bwana mnafundisha ndoa na watu wajue jipange vizuri sana. Wakati mwingine wanataka kuingiza chaka, bwana wewe sana. Wanataka kutumia experience zao kufundisha watu. Akaniambiaje kusema, eti wakati mwingine waweza kashangaa mnunia kwa sababu mambo ndio magumu Najua wakati mwingine ukashangaa wiki nzima mmekaa muongee. Mimi nikashtuka, nilikuwa sijaoa kipindi. Wiki nzima uongee na mke wako my friend au comes. Akaniambia bwana sikiliza. Wewe kwa sababu hujaoa utashangaa mambo haya, lakini mambo yapo. Nikamwambia sikia. Ndio ubiri. Wewe ndio wewe ubiri. Bwana zuri sana. Nikamwambia nisikilize. Niwe nimeoa au sijaoa. Mzee unachofanya ni dhambi, ni kosa mbele za Mungu. Nikamwambia hata mimi nikioa, nikifanya kama wewe hivyo, na mimi nitakuwa natenda dhambi, haitaniondoa kukosea, na mimi nitakuwa yule. Lakini hiyo sikubaliani naye. Haiwezekani. Utanunia naje na mke wako? Mbona ruhusi wangu hapo? Hivi naanzaje kununia na ruhusi wangu wiki nzima? Hata asubuhi hadi jioni, utanunia naje naye? Itakuwa wapi? Haiwezekani. Atendayo hayo ni ibilisi. Yeye hutenda tokea mwanzo. Ndio anayeasi viapo. Hapo anasema katika laana shida tutakuwa wote, lakini anamuasi nyumbani. Ni yule tokea mwanzo ndio kazi zake hizo. Haleluya. Maana hapo umekula wakati mpisho kwa kufundisha unajifanya unasikiliza katika ziki na shida katika umemeza yote ya kutosha, lakini nyumbani unafanya tofauti na kiapo. Manake wewe yule jamaa ambaye Yesu alimshughulikia, wewe umejificha. Wakati Yesu anashughulikia, wewe umejificha. Lazima leo uje peupe ushughulikiwe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tumefika mahali tumezalisha vitu visivyo na sababu. Badala ya injili kwenda mbele, watu wengi tumekazana kufundishana watu ndoa zao zikae vizuri. What's the time sometimes? Tumeanza sasa hivi kuweka mkae sawa. Wakati bishop alishamaliza kazi hapa, wewe shika wewe fundisha wakati wa ndoa, sema asante Yesu, mkamtumikie Bwana, msituite tena kuwapatanisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini unafungua mlango? Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nini umefungua mlango? Unamruhusu yule aliyeshughulikia
ainuke tena. Unajua ni watu wanasema kuna mimea mingine inapoota, na hadi maisha ya watu wengi. Unaweza kuchukua panga lako ukaenda shambani kwako ukakuta kuna mimea imeota, unajifanya hii mimea inaharibu shamba langu, na panga lako unafyeka, afu unasema nimesafisha shamba, unaondoka, si ndio? Ukikaa wiki mbili, wiki ngapi, unarudi unakuta ile iliyofyeka ndio imechanua, ni vizuri kuliko hata wakati unaifyeka. Kuna watu kuna tabia wanazifyeka ili mchungaji amuone naye nyumba, anafyeka, lakini akienda nyumbani akikaa huko zinachukua, ndio zinakuwa mororo kuliko hata alipokuwa mwanzo. Kama ni kiburi sasa ndio kimeshiba, maana kimechipua tena vizuri. Haleluya. Lakini mkulima mzuri anachokifanya, anachukua jembe, haleluya, anaenda pale ambapo ile miti inachipuka, anaanza kuchimba mashimo mpaka anahakisha ameng'oa, anajiridhisha ameng'oa, alafu anautupa huko, anachoma moto, anajua hapa hakitaota kitu hiki cha namna hii tena, kwa sababu nimekishughulikia. Ndicho alichofanya Yesu Kristo. Aligundua wanadamu kila siku wanakosea, akasema Baba, ninaenda mwenyewe, naenda kumng'oa kabisa. Haleluya. Siendi kumshughulikia tu shetani. Maana kumbuka walipokuwa jangwani, walipokuwa wanatembea, walipokuwa siku zote wanapofika Kanaani, wanaenda kutolea Mungu sadaka, wakichomba, wakichinja kondoo, wakichinja ng'ombe, wanakuwa na sadaka kila mwaka, wanaombea ondoleo la dhambi kila mwaka, kila siku ni dhambi tu zinashughulikiwa. Yesu Kristo akasema yatosha. Hata ng'ombe sasa wanahitaji pumziko, hata kondoo sasa wanahitaji pumziko, hata mbuzi sasa wanahitaji pumziko. Damu yangu yatosha, ninaipeleka duniani, inaenda kumng'oa jamaa kabisa na kumtupa huko. Damu ya Yesu Kristo inatosha. Damu ya Yesu Kristo kama inakwenda duniani, ilipomwagika msalabani akasema imekwisha. Uasi hakuna tena katika jina la Yesu Kristo. Maana uasi ndio chanzo cha taabu zote. Kwa taarifa yako, umaskini